Kitabu cha Kutoka utagundua kwamba baada ya Musa kukamilisha hema ya kukutania kama vile ambavyo Mungu alikuwa amemuonyesha kule mlimani, maandiko yanasema kwamba uwepo wa Mungu au utukufu wa Mungu, tutumie lugha ambayo mtaelewa kwa urahisi. Uwepo wa Mungu, utukufu wa Mungu. Okay, utukufu wa Mungu ulijaza ile hekalu. Ile hema ya kukutania. Bwana asifiwe sana. Soma wakati wa Suleiman, utaona pia baada ya tempo kukamilika, tunaona tena utukufu wa Mungu ulijaza ile hekalu. Soma wakati wa Ezekiel, utaona utukufu wa Mungu una shift from hekalu una go away. Bwana asifiwe sana. Utaona unatoka patakatifu pa patakatifu, utaona unaenda nje ya kambi, utaona umeondoka. Bwana asifiwe sana. Lakini sasa hivi utukufu wa Mungu umeijaza tena nyumba ya Mungu kwa namna ya kipekee. Na hiyo nyumba ya Mungu ni watu gani? Hiyo nyumba ya Mungu ni believers. Bwana asifiwe sana. Ni believers, the church, kanisa, ni waamini. Tunaenda sasa kwa maneno mengine ni kwamba utukufu wa Mungu katikati yetu as believers, sisi kama waamini. Lugha nyingine nyepesi ambayo tunaweza tukaitumia, maana yake uwepo wa Mungu unakaa na sisi kwa kudumu. Uwepo wa Mungu unakaa na sisi kwa kudumu. Bwana asifiwe sana. Yes. Uwepo wa Mungu unakaa na sisi kwa kudumu. Uwepo wa Mungu una abide with us forever. The glory of God abides with us forever. Utukufu wa Mungu unakaa na sisi kwa kudumu. Bwana asifiwe sana. Sisi si kama Kaini. Soma kwa kitabu cha Mwanzo, maandiko yanaonyesha kwamba Kaini akaondoka mbele ya uso wa Bwana. Haleluya. Kaini akaondoka mbele ya uso wa Bwana, au kwa maneno mengine Kaini akaondoka mbele ya uwepo wa Bwana. Sisi sio kama Kaini. Haleluya. The glory of God, the manifestation of God, the presence of God abideth with us forever. Utukufu wa Mungu, udhihirisho wa Mungu, uwepo wa Mungu unakaa na sisi forever. Na tukizungumza uwepo wa Mungu ni kitu ambacho ni kipana kidogo. Uwepo wa Mungu uko kila mahali, si ndio? Uwepo wa Mungu upo kila mahali. Ukisoma kitabu cha Zaburi, anatushangaza kidogo kutuambia mpaka kuzimu huko nako yupo, ndio? Yes, maana yake uwepo wa Mungu umereach each and everything, umefikia kila kitu na kila mahali. Ndio sasa. Lakini tunapozungumza uwepo wa Mungu katikati ya kusanyiko la Mungu, ni uwepo wa Mungu ambao ni katika namna ya kiutofauti. Tunazungumza uwepo wa Mungu in manifestation. Tunazungumza uwepo wa Mungu as God's own manifestation. Ndio maana tunapozungumza uwepo wa Mungu katikati ya waamini, tunaulinganisha na dhana ya utukufu, the glory of God. Bwana asifiwe sana. Tukisema glory of God, manifestation of God, presence of God in his people ni kitu kimoja. Bwana asifiwe sana. Uwepo wa Mungu katikati ya waamini upo in a peculiar manner, upo katika namna ya kipekee, ni too different na uwepo wa Mungu ambao kila mahali upo. Yaani kuzimu upo, pande za shimoni upo, ulimwenguni upo, kila mahali upo, lakini katikati ya kusanyiko la waamini ni tofauti kidogo, kwa sababu uwepo wa Mungu hapo una signify God's own presence and God's own manifestation. Uwepo wa Mungu mwenyewe na udhihirisho wa huyo Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana.
Yes, kwa tunatembea katika kipindi ambacho ni kipindi cha neema kubwa. Haleluya. Tena sasa nimesema nilizungumze hilo ili msije mkajiuliza mbona mwalimu ameimba huu wimbo. Haleluya. Yes. Nilipata taarifa kwamba ndugu yetu Jerity anaumwa. Nani anamhudumia uponyaji? Okay. Karibu mhudumie uponyaji. Spirit of the Lord is here. The Spirit of the Lord is here. The Spirit of the Lord is here. Ooh, the Spirit of the Lord is here. The power of healing 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 is here. The Spirit of the Lord is here. The Spirit of the Lord is here. Word of prophets. The word of prophets is here. The word of prophets. The word of prophets is here. The word of knowledge. The word of knowledge is here. The word of knowledge. The word of knowledge is here. The word of wisdom. The word of wisdom is here. The word of wisdom. The word of wisdom is here. Hallelujah. Okay, sawa. Twende tutazame maandiko machache kwa ufupi. Kitabu cha Waefeso sura ile ya kwanza. Kitabu cha Waefeso sura ile ya kwanza. Twende pamoja ule mstari kuanzia wa 20 na kuanzia ule mstari wa 15 I mean. Kitabu cha Waefeso sura ya kwanza kuanzia ule mstari wa 15. Maandiko matakatifu yanasema, kwa sababu hiyo mimi nami tangu nilipopata habari za imani yenu katika Bwana Yesu na pendo lenu kwa watakatifu wote, siachi kutoa shukrani kwa ajili yenu, nikiwakumbuka katika sala zangu. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye, macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo, na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo, kwa kadiri ya utendaji wa nguvu za uweza wake aliyotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wa kuume katika ulimwengu wa roho, juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajalo, si ulimwenguni humu tu, bali katika ule ujao pia, akivitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa, ambalo ndilo mwili wake, ukamilifu wake, anayekamilika kwa vyote katika vyote. Bwana asifiwe sana. Ukiangalia mara kwa mara Mtume Paulo ilikuwa ni mazoea au ni tabia yake kuwaombea waamini au watoto wake wa kiroho, na unaweza ukagundua kwamba kitovu cha maombi ya Mtume Paulo
kwa watoto wake wachanga katika imani au actually watoto wake wa kiroho ni swala zima la wao kumjua Mungu kwa undani pamoja na Kristo Yesu. Bwana asifiwe sana. Ukiangalia kwenye hili eneo hapa utaona mtume ana express aina ya maombi ambayo anawaombea Waefeso. Anasema mimi nami tangu nilipopata habari za imani yenu katika Bwana Yesu na pendo lenu kwa watakatifu wote. Huo mstari wenyewe tu peke yake unatuonyesha kwamba mtume amepokea report ya maendeleo ya Waefeso. Bwana asifiwe sana. Okay, maana yake yeye kama mkufunzi alikuwa na tabia ya kufuatilia maendeleo ya watoto wake wa kiroho. Kwa anasema tangu nilipopata habari za imani yenu katika Bwana Yesu na pendo lenu kwa watakatifu wote. Sasa hapa imani inabeba dhana kubwa ya perseverance yao katika fundisho, mwendelezo wao katika fundisho na namna ambavyo wamedumu katika fundisho. Naamini katika wakati unaokuja tutaendelea kuyachakata kwa undani, lakini imani inabeba zaidi dhana ya kifundisho na upendo unabeba taswira ya mwenendo wao kwa ujumla. Bwana asifiwe sana. Pendo lao kwa watakatifu ni jumla ya mwenendo wao, kwa ni namna yao ambavyo wamedumu katika fundisho na kudhihirisha matunda ya hilo fundisho. Naenda sawasawa. Kwa imani yao katika Bwana Yesu na pendo lao kwa watakatifu, na unaweza ukaona hapo ya kwamba imani yetu kwa Bwana Yesu ina produce tunda ambalo ni upendo kwa watakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Imani yetu kwa Bwana Yesu inazaa tunda, si ndio? Ambalo hilo tunda ni nini? Ni upendo wetu kwa watakatifu. Na hapa bila shaka watakatifu ni watu wapi? Watakatifu ni wale ambao kwenye mstari wa kwanza wametajwa. Paulo mtume wa Kristo Yesu kwa mapenzi ya Mungu kwa watakatifu walioko Efeso wanaomwamini Kristo Yesu. Kwa neno watakatifu hapo ni neno linalowarifaa waamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno watakatifu hapo ni neno linalowarifaa nani? Waamini. Kwa ni sawa sawa na kusema tangu nilipopata habari za imani yenu katika Bwana Yesu na pendo lenu kwa waamini wote. Alafu anasema siachi kutoa shukrani kwa ajili yenu nikiwakumbuka katika sala zangu. Siachi kutoa shukrani kwa ajili yenu nikiwakumbuka katika sala zangu. Kwa maneno mepesi ni kwamba mtume akiwa anaomba anashukuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Akiwa katika kuomba anafanya nini? Anashukuru na anamshukuru Mungu kwa ajili ya Ephesians. Kwa namna gani? Wamepersevere katika imani sasa na wamezaa tunda la imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 17 anasema ombi gani sasa ambalo anawaombea? Anasema Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua. Tarudia tena, anasema Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua. Anavyosema kwamba awape roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua, harifai another kind of spirit, harifai aina nyingine ya roho ambayo Waefeso hawana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini anazungumzia peculiar manifestation ya roho aliyeko ndani yao, udhihirisho wa kipekee wa roho aliyeko ndani yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho Mtakatifu ambaye tumempokea ni ukamilifu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu ambaye tumempokea ni ukamilifu wa nani? Wa Mungu. Tunaenda sawasawa. Ukiangalia kwenye maandiko matakatifu, kwenye maandiko ya manabii utaona kumwagwa kwa roho kumetajwa katika namna ambayo ina symbolize fullness. Utabiri kwa habari ya ujio wa roho umewekwa kwa namna ambayo unaonyesha ukamilifu. Kwa mfano, maandiko kwenye kitabu cha Isaya sura ya 11 yanatuonyesha ya kwamba Kristo
atakuwa na atajazwa Roho Mtakatifu in fullness. Lakini Isaya ameandika kwa namna gani? Kwamba ameiandika kama vile ni Roho Mtakatifu katika sevenfold dimensions. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho Mtakatifu katika vina 7. Amesema roho wa Bwana, roho wa maarifa, roho wa kumcha Bwana, roho wa hekima, roho wa ushauri, roho wa maarifa, roho wa fahamu na uweza sijui, lakini ukihesabu unakuta ni 7. Soma kwenye kitabu, nafikiri kama sijakosea ni kitabu cha Zekaria, kinaonyesha kwamba kuna jicho lakini lina macho 7. Kuna jicho, kuna jiwe lakini lina macho 7. Unaona? Kwa hayo yote yanamzungumza Roho Mtakatifu, lakini katika state au katika hali ya ukamilifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kusoma kwenye kitabu cha Ufunuo, Bwana na Mwokozi wetu Yesu anasema, utaambia makanisa ya kwamba huyu ndio yule mwenye roho 7. Unaona? Kwa ina speak about the fullness of the Spirit of God. Tuenda sasa maana yake Roho Mtakatifu anavyokuja ndani yetu anakuja katika hali ya ukamilifu. Anakuja katika hali ya ukamilifu. Unaposoma maandiko, mojawapo ya ukweli utagundua kwamba Mungu hamtoi roho kwa kipimo. Tuenda sawa. Na hiyo tunajifunza kutokea kwa nani? Kutokea kwa Yesu mwenyewe. Kusoma kwenye kitabu cha Yohana, maandiko anasema kwamba hakupewa roho kwa kipimo. Tuenda sawa. Hakupewa roho kwa kipimo. Na ukiangalia lugha inayotumika kutaja sisi kupewa kipawa cha roho, wanasema kumwaga. Bwana asifiwe sana. Kumwaga. Unaona? Kumwaga ni lugha ambayo inaonyesha kutoa pasipo kipimo au kutoa in full measure. Tunaenda sasa sasa huyo Roho Mtakatifu ana mission ambayo amekuja kuifanya. Kwa hiyo namna anavyojidhihirisha huyo Roho Mtakatifu, anatimiza mission ambayo alikuja kuifanya. Sasa hapa ukiangalia, Roho Mtakatifu amekuja kwa ajili ya kututia kwenye kweli yote, amekuja kwa ajili ya kutu-equip katika huduma, nielewa, lakini pia amekuja kama the seal of God, kama muhuri wa Mungu kwa muamini. Unaona? Kwa uwezo ukasema amekuja tu just kwa ajili ya kututia katika kweli, au amekuja tu kwa ajili ya kutuempower kwa ajili ya ministry, au amekuja tu kwa ajili ya kama muhuri wa Mungu basi. No, amekuja kwa ajili ya kukamilisha mpango wa Mungu kwa mwanadamu, si ndio? Sasa hapa Mtume Paulo anaomba ya kwamba Roho Mtakatifu ajimanifesti katika namna ambayo inawapa hekima na ufunuo katika kumjua Mungu. Unaona? Kwa maneno mengine ni ile mission ya kuwatia katika kweli yote. Ndio ambacho mtume ana pray for, ndio ambacho mtume anakiomba. Naenda sasa kutiwa katika kweli yote. Sasa ametumia maneno hekima, ametumia maneno ufunuo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ametumia neno hekima, ametumia neno ufunuo. Sasa ukiangalia haya maneno hekima, ufunuo ni maneno ambayo yana ascribe mission ya Roho Mtakatifu kudhihirisha kweli kuhusiana na Mungu. Ni maneno ambayo yametumiwa kurifaa mission ya Roho Mtakatifu kufanyeje? Kudhihirisha kweli ya nani? Ya Mungu, au shauri kamili la Mungu, au mapenzi makamilifu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mara kadha wa kadha, hapa si mara ya kwanza ambapo mtume anatumia neno hekima. Unaona? Soma kwenye kitabu cha Wakorintho, ametumia neno hekima kumaanisha mpango mkamilifu wa Mungu. Kenesi, mpango mkamilifu wa Mungu. Tunaona sasa, kwa ni maneno ambayo yanahusiana na ku-unveil, kufunua, kudhihirisha siri, kudhihirisha mpango mkamilifu, kudhihirisha ukweli kuhusiana na Mungu. Sasa hapa anasema awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua. Kwa maneno mengine naweza nikasema awape ninyi roho ya hekima iletayo ufunuo katika kumjua. Kwa nini naweza nikasema kwa mfumo huu? Hekima
Hekima hapo ni deep insight, ni uono wa ndani. Hekima hapo ni uono wa ndani, kwa ni deep insight, uono wa ndani ambao unampa mtu ufunuo juu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni uono wa ndani, ni deep insight ambayo inampa mtu revelation about God. Ni deep insight ambayo inampa mtu revelation about God. Kumbuka ya kwamba Biblia inayosomwa ni hii. Unaona sasa, maneno yanayosomwa ni haya, unielewa? Lakini kuna ambaye atasoma na hataelewa, na kuna ambaye atasoma na ataelewa. Hii tunaenda sasa. Sasa utofauti ni wapi? Utofauti ni kwamba mwingine badala ya kuona black and white, badala ya kuona maandishi meusi kwenye karatasi nyeupe, anachokisoma anapokea uono wa ndani ambao unampa ufunuo katika kile ambacho kilikuwa kinamaanishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nenda sasa okay, tutakuja kuliangalia neno kwenye maeneo mengine, lakini wakati huu nataka uone kwamba ni uono wa ndani ambao unaleta ufunuo katika kumjua Mungu. Tunaenda sasa na kwenye mstari wa 18 anasema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Sasa hapo anavyosema macho ya mioyo anarefer their understanding, fahamu zao. Bwana Yesu asifiwe sana. Macho ya mioyo hapo anazungumza kwa habari ya ufahamu wao, kwamba ufahamu wao utiwe nuru, wajue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, wajue utajiri wa utukufu wa urithi wa Mungu katika watakatifu jinsi ulivyo, na waujue ubora wa ukuu wa uwezo wa Mungu ndani yetu tuaminio. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo mtume anawaombea deep insight, anawaombea uono wa ndani ambao utawapa ufunuo wa kumjua Mungu katika maeneo makubwa matatu. Jambo la kwanza, waweze kujua tumaini la mwito wa Mungu jinsi lilivyo. Bwana asifiwe sana. Jambo la pili, waweze kujua utajiri wa utukufu wa urithi wa Mungu katika watakatifu. Alafu jambo la tatu, waweze kujua ubora wa ukuu wa uwezo wa Mungu ulioko ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa utagundua kwamba hichi ambacho mtume anawaombea, ilikuwa ni passion yake yeye mwenyewe, ilikuwa ni his own eager, ilikuwa ni tamanio lake mwenyewe. Kwa mfano ukiangalia kwenye kitabu cha Wafilipi, Wafilipi sura ya 3, Wafilipi sura ya 3, angalia ule mstari wa okay, labda nianzie mstari wa 7 tu kwenye kampu ya script exposition nikidokoa mstari. Okay, so tuanzie mstari wa 7. Anasema, lakini mambo yale yaliyokuwa faida kwangu naliyahesabu kuwa hasara kwa ajili ya nani? Ya Kristo. Na zaidi ya hayo nayahesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Kristo Yesu. Ameita uzuri usio na nini? Na kiasi wa kumjua nani? Kristo Yesu. Alafu anasema Bwana wangu, ambaye kwa ajili yake nimepata hasara mambo yote, nikiyahesabu kuwa kama mavi, ili nipate Kristo. Mstari wa 9, tena nionekane katika yeye, nisiwe na haki yangu mwenyewe ipatikanayo kwa sheria, bali ile ipatikanayo kwa imani iliyo katika Kristo, haki ile itokayo kwa Mungu kwa imani. Mstari wa 10, angalia, ndo hinti yangu. Anasema ili nimjue yeye, kwa makini, ili nimjue yeye na uweza wa kufufuka kwake na ushirika wa mateso yake. Bwana asifiwe sana. Nimjue yeye na uweza wa kufufuka kwake na ushirika wa mateso yake. Alafu anamaliziaje? Nikifananishwa na kufa kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay, kwa maneno mengine ni kwamba mtume ilikuwa ni shauku yake ya kudumu
ni shauku yake ya kila siku kumexperience Kristo in fullness, katika ukamilifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo amesema kwamba anasema kwamba ni mjue yeye na uweza wa kufufuka kwake. Utagundua alivyotaja uwezo wa kufufuka kwake ni mojawapo ya component ambayo tuliona kule. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa amjue Kristo na uwezo wa kufufuka kwake na ushirika wa mateso yake. Kwa mtume si tu kwamba anataka aishie ile knowledge ya kawaida, anataka kufululiza to experiential knowledge. Bwana Yesu asifiwe sana. Awe na ufahamu, lakini pia ule ufahamu au experience. Sasa unaweza ukaelewa kwa nini mtume alikuwa anasikia raha akipata mateso. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, kwamba hakutaka tu kumjua Kristo na uweza wa kufuka kwake akaishia hapo. Wengi sana tunamtaka Kristo na uwezo wa kufuka kwake, tuponye wagonjwa, tufue wafu, tutakase wenye ukoma na mambo mengine kama hayo. Can you see? Kwa sababu huo uwezo wa Kristo ambao ulimfufua kutoka kwa wafu ndo ambao wakati huu unakaa wapi? Ndani yetu. Can you see? Kwa si tu kwamba mtume alitaka kumjua Kristo na uwezo wa kufuka kwake, maana kujua uwezo wa kufuka kwake ni kama ufunguo wa ku-unlock walking in spiritual power au manifestation. Can you see? Lakini anataka pia aweze kufanyeje? Kujua na ushirika wa mateso yake, a experience kama Kristo alivyo experience. Bwana Yesu asifiwe sana. Na alafu a experience ushirika wa mateso yake afananishwe na kufaa kwake. Can you see? Ili mwisho wake apate nini? Kwa njia yoyote apate kufikia ufufuo wa wafu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ilikuwa ni mambo ambayo mtume anawaombea Efeso, ilikuwa ni shauku yake binafsi. Sasa turudi kwenye Efeso. Kwa anasema kwamba Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ufunuo katika kumjua. Mstari wa 18, macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mtume anataka ya kwamba waweze kuwa enlightened, waweze kutiwa nuru katika fahamu zao, waweze kuelewa. Na tulijifunza pamoja kwenye kambi iliyopita ya charismatic ya kwamba tulijifunza kwenye charismatic ya kwamba inspiration was by spirit, si ndiye? Halikadhalika enlightenment is by spirit. Nitafafanua kwa Kiswahili. Tulijifunza kwamba Kiswahili cha inspiration, uvuvio ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Tunaenda sasa, hali kadhalika kutiwa nuru, kuweza kuelewa kile kilichoandikwa ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Enlightenment tunasema ni mojawapo ya utendaji wa Roho kutuleta katika ufahamu wa kile ambacho Mungu alikikusudia tangu mwanzo. Wanaweza asifiwe sana. Kwa yalivuviwa na Roho Mtakatifu tunaweza kuyaelewa kwa Roho Mtakatifu. Are moving together? Tunaenda sawa. Kwa mtume anawaambia kwamba macho ya mioyo yao yatiwe nuru. Macho ya mioyo yao yatiwe nuru. Sasa njoo tuliangalia ile neno kidogo. Njoo tuangalie hichi ambacho mtume anawaombea hawa ndugu, tukiangalia namna ambavyo mwinjili Luka amekiandika. Tumtumie mwinjili Luka kukiangalia hichi ambacho mtume amekiandika. Nafikiri bila shaka kuna kipindi fulani tuliwahi kujifunza hii dhana na Mwalimu Kevin, si ndiye? Naamini ya kwamba alitukumbusha vyema kile ambacho Mungu alikifanya kwa watakatifu wa Agano la Kale. Tunakumbuka wote? Kwa mfano katika mlima Moria, hivi huko nitakuwa nimeenda mbali, tuanzie nyuma kidogo. Kwa mfano
ukisoma kwa habari ya Hajiri na Ishmail, kuna wakati ambapo Hajiri alikuwa ametoroka kwa Sara kwa ajili ya mateso, akawa anakatiza nyikani. Katiza nyikani ilikuwa ni jangwa tupu, hapakuwa na maji na hawakuwa na maji wao wenyewe, walikuwa wameshaishiwa maji. Bwana asifiwe sana. Ikafika mahali sasa akagundua hapa kinachotungoja tu ni kifo. Unaona? Lakini hakutaka experience uchungu wa kuona mtoto wake akifa mbele ya macho yake. Kwa akamwacha kijana wake akaenda kukaa mahali mbali ili kijana wake afanyeje? Asione yale mateso ya namna ambavyo kijana wake anakufa na nini? Kwa kiu. Enda sasa. Kisha malaika anamtokea Hajiri. Anamwambia ni nini? Unalia nini? Anamwambia tazama mbele yako. Anavyoinua macho anaona kijito cha maji. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitendo kile cha Hajiri kuweza kuona kijito cha maji jangwani, tunasema ilikuwa ni nini? Ni supernatural act, ni tendo la kimuujiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maneno mengine ni kwamba malaika aliyafumbua macho ya Hajiri supernatural, kimuujiza. Akaona kitu ambacho katika hali ya kawaida kwa macho ya damu na nyama asingekiona. Tenda sasa. Nitawapa mfano mwingine katika kitabu kile cha hicho cha Mwanzo. Ukienda kwenye habari za Ibrahim. Ibrahim ametoka na Isaka kwenda kumtolea Bwana sadaka. Wakati huo kwenye moyo wa Ibrahim anafahamu kabisa sadaka ndo hii hapa, Isaka mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Wamefika katika ule mlima, wanaelekea katika ule mlima. Isaka anamuuliza baba yake, sasa sadaka kwa ajili ya kuchinjwa yuko wapi? Ibrahimu anamwambia Isaka mwanae kwamba Bwana atafanyeje? Atajipatia mwana kondoo sadaka. Lakini ndani ya moyo anafahamu fika kwamba huyu ndo nani? Ndo mwana kondoo ambaye Bwana amejipatia. Bwana asifiwe sana. Wamefika juu ya mlima, amemfunga Isaka, amemweka juu ya madhabahu. Na wapenzi, Isaka alikuwa ni kijana ambaye ameshakuwa. Sasa lakini baba yake kuweza kumudu kumfunga na kumweka juu ya madhabahu tayari kwa ajili ya kumchinja na kumtoa sadaka, inaonyesha namna gani ambavyo Isaka alikuwa too humble. Asifiwe sana. Maana kumbuka Ibrahimu aliwaambia vijana wabaki wapi? Vijakazi wabaki wapi? Chini. Unaona? Akaenda yeye peke yake na Isaka. Asifiwe sana. Anyway, waga nikifikiria sometimes nakosaga majibu kidogo. Sababu mzee umri ulikuwa umesogea kidogo. Anyway, kijana angeamua tuzipange, sijajua ni nini kingetokea. Okay. Lakini tunaona ya kwamba maandiko yanatuonyesha tu akamfunga akamweka juu ya nini? Ya kuni tayari kwa sadaka. Kwa he was too humble kiasi cha kwamba hakuenda kinyume na kile ambacho baba yake alitaka kukifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes. So tunaona baada ya hapo, wakati ameinua kisu anataka kumchinja Isaka, malaika anamwambia usimnyoshee kijana mkono wako. Tazama nyuma yako. Anapotazama nyuma, anamuona mwana kondoo amenaswa katika kichaka. Bwana asifiwe sana. Anavogeuka nyuma, anamuona mwana kondoo ambaye amenaswa kwenye nini? Kwenye kichaka. Kutokea pale Ibrahim anasema nini? Yehova Nisi, si ndio? Ambao sasa ukiangalia lile neno Yehova Nisi ukiliangalia ni pale wametafsiri kwamba katika mlima wa Bwana itapatikana, si ndio? Lakini ukiangalia lile neno Nisi ni neno ambalo linatafsiriwa kama kufosi. Tukisema kufosi, okay, tukisema to see maana yake ni kuona. Sawa?
to see maana yake nini? Kuona. Tukisema kuforesee maana yake ni kuona kitu ambacho hakijawa bado. Yaani kwa mfano Jerity, sasa hivi si hauna hata mchumba rafiki yangu. Alafu nikasema kwamba utakuwa na mtoto wa kiume ambaye labda ataitwa fulani. Unaona? Nimeforesee. Ni kitu ambacho hakipo physically, hakiko sasa hivi, si ndio? Lakini kitakuwako baadaye. Kwa nimetangulia kukiona hata kabla hakijatokea. Sio unaona? Sio unaona? Okay, so maana yake ile neno nisi ni sawasawa na kuforesee. Kwa ukisema Yehova nisi ni sawasawa na kusema kwamba Yehova foresee. Mungu ametangulia kuona hata kabla haijakuwako, ambao utaielewa vizuri zaidi unapo linki sasa kile ambacho Ibrahimu amekiona mpaka akasema kwamba Yehova ameforesee. Ibrahimu ameona nini? Mwanakondoo ambaye ametolewa na Mungu mwenyewe kwa ajili ya kufa badala ya mwanaye. Ndicho ambacho Ibrahimu amekiona. Unaona? Baada ya kuona mwanakondoo ambaye Mungu amemtoa mwenyewe kufa mahali pa mtoto wake, anasema Yehova ameforesee. Can you see? Maana yake Mungu ametabiri kitakachokuwa kabla hakijawa. Tena sasa kile kitendo cha Ibrahimu kumuona kondoo ambaye hapo mwanzo hakumuona, tunasema ni supernatural act. Tunasema ni supernatural act. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay, another supernatural act ya